Mashehe wanaongea, viongozi wa dini wanaongea, hamwasikii. Mnaleta ujuaji. Leo mimi ndio nafuturisha na ninawafundisha namna ya kufuturisha. Leo hakuna aliyewahi kufuturisha. Watu wote wanadhihaki, wanafanya mchezo. Leo nakwenda kuchota fadhila za kufuturisha. Ikiwa bado watu wapo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, na watu wamekuwa kifuturisha, especially watu maarufu ama taasisi mbalimbali zimekuwa zikifuturisha, kufuturu na watu wasiojiweza ama watoto yatima na vitu vingine kama hivyo. Sasa wakati iftari hizi zikiendelea katika kipindi cha mifungo hii miwili, Mwijaku aka DC wa Instagram ameibua mjadala baada ya kuzungumza na kuwasema wale ambao wanafuturisha watu kwa kutoa kadi, akisema kwamba hii sio sahihi kwa mujibu wa maandiko kutoka katika kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu. Mwijaku bwana ameibua mjadala mtandaoni baada ya kuzungumzia tena kwa ukali tabia ya baadhi ya watu kufuturisha kwa kutumia kadi kwenye hoteli za kifahari wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia Mwijaku kuishia hapo, amezungumza mengi na kusema kuwa utaratibu huo hauendani na mafundisho ya Mtume Muhammad, akisisitiza kuwa iftari inapaswa kuhusisha unyenyekevu, usawa na kusaidiana badala ya kuonesha utofauti wa kipato. Na kauli yake imegawanya maoni ya watu, ambako pia baadhi ya watu wameunga mkono, lakini pia wengine wakiona kuwa huenda kufanya hivyo ni chaguo la mtu binafsi kulingana na uwezo wake. Hii kitu haijatokea kwa kipindi hiki tu, ile kutokea kipindi cha nyuma pia kuna mmoja kati ya wasanii waliandaa iftari kufuturisha watu wasiojiweza, lakini kuna baadhi ya watu walizuiwa nje ya ukumbi, kuzuiwa kuingia. Lakini kwa Mwijaku amezungumza kwamba hili litakiwa iwe iftari inawekwa nje, ambako ametokea sisi mbalimbali ama kwa watu maarufu kuweza kufanya mtindo huu. Wengi wanaandaa iftari kwa mialiko kwamba fulani atakuwepo, fulani atakuwepo. Kama hujaalikwa basi utaishia getini ama hutaweza kuingia. Kwa hivyo Mwijaku amekuja na kauli hiyo na kusema kuwa ni kinyume kabisa cha maandiko, lakini pia haifai kuwa hivyo, na huenda wanaofanya hivyo wanakosea na wanastahili adhabu nzito, na kwa Mwenyezi Mungu wataweza kuadhibiwa kwa kile ambacho wanakifanya kwa design hii hapo. Huyo ni Mwijaku, na tumeshuhudia hivi karibuni watu maarufu mbalimbali wameandaa iftari, taasisi mbalimbali akiwemo Kajala, Paula wa mandaftari, lakini pia Cherina mandaftari, Saidi na wengine wengi ambao waliandaa iftari kwa ajili ya kufuturu na watoto yatima ama watu wengine wasiokuwa na mahitaji maalum, au wale ambao hawawezi kukidhi kupata iftari hii katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ndivyo ambavyo Mwijaku amezungumza na kusema, na nyinyi ambao mnaandaa iftari kwa kadi, hiyo imekuwa ni kitofauti na ni kinyume kabisa kwa mujibu wa DC ama influencer huyu ndugu yetu Mwijaku. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kile ambacho Mwijaku amekizungumza? Je, ni sahihi ama si sahihi? Upande wako unaonaje? Drop comment yako hapo chini. Utakuwa umetisha sana kile ambacho Mwijaku kazungumza kwamba watu kufutarisha kwa kadi hii sio sahihi. Huenda pia ukawa na maoni yako, lakini nakukumbusha kwa ambaye bado hujasubscribe, basi subscribe tu channel yetu 69 Media TZ, lakini pia kubwa zaidi bonyeza alama ya kengele, like, share na comment, unakuwa umetisha kwa uzuri sana. Lakini kubwa zaidi kule Instagram tufollow basi kupitia 69 Media TZ, TikTok pamoja na Facebook ni hivyo unaandika 69 Media TZ, unakuwa umetisha vibaya mno. Mimi hapa ni Semi Baby, nimekuja kusogeza story hii hapo, lakini bado nakujuza story nyingi ndani na nje ya Tanzania. Kikubwa ni kuendelea kubaki na sisi, keep on watching, keep on listening. 69 Media TZ tuko hapa kujuza yote yanaendelea ndani na nje ya Tanzania, especially entertainment na habari ambazo sio za entertainment.